kumalizia an yakuna khaliyan min almawani'i ay min mawani' alwujub, awe yule muislamu hana kizuizi chochote kinachomzuia yeye kuwajibika kufunga. Na hili sharti ni khas kwa wanawake, hadha yakhtassu bilmar'a. فيشترط في وجوب الصوم عليها أداء ألا تكون حائضا ولا نفسا. mwanamke kwa sharti afunge mchana wa Ramadhani ni kuwa asiwe katika ada yake ya mwezi wala katika hali ya damu ya uzazi. Sababu mwanamke akiwa katika ada yake ya mwezi au damu ya uzazi, hivi viwili ni vizuizi vinavyomzuia yeye kufunga mwezi wa Ramadhani. Fa in kanat haidan au nufasa fa innahu la yalzamuha sawm bal wala yasihhu minha ijma'an. Mwanamke akiwa katika ada yake ya mwezi au damu ya uzazi haisihi kwake yeye kufunga, haimlazimu wala haisihi, hata akifunga saumu yake haisihi. Na hili ni hata akipatwa na ada ya mwezi kwa dakika chache kabla ya magharibi, ile saumu yake itakuwa imeharibika na kufisidika, atafunga baada ya Ramadhani. Haya ni masharti wanaoyataja wanaovyuoni yanaofungamana na yule ambaye ni wajib juu yake kufunga. Nitamalizia maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kabla kufunga darsa. Asema fala yajibu sawmu ala al-kafiri, kwa saumu haiwajibiki kwa kafiri, wala yuqbalu minhu hatta yuslima, na wala haitakubaliwa kwake yeye saumu mpaka asilimu. Wala yajibu sawmu ala as-saghiri hatta yablugha, na sio wajib kwa mtoto mdogo kufunga mpaka atakapobalighi. ويحصل بلوغه بتمام 15 سنة, na huyu atahesabiwa kuwa amebalighi akitimiza miaka 15, au nabati anatihi, au kuota nywele katika sehemu ya mbele, au nuzul almani minhu bihtilamin au ghairihi, au kutokwa na manii kwa kuota au njia nyingine. Watazidu al-untha bilhaidhi, na kwa mtoto wa kike kuna sharti la 4 ambalo ni au kuna njia 4 ya kubaligha ambayo ni haidh. famata hasala lis-saghiri ahadu hadhihi al-ashya faqad balagha, wakati wowote mtoto anapopatwa na moja katika haya tuliyotaja, zile alama za kubalighi, ikipatikana moja ishakuwa ni wajib juu yake kufunga kwa sababu tayari ashabalighi. Lakini na hapa akaeleza maneno mazuri sana, yu'maru as-saghiru bis-sawmi idha ataqa bila dararin alayhi liya'tadahu wa ya'lafahu. Ataamrishwa mtoto mdogo kufunga ikiwa yuwaweza kufunga bila ya kupatwa na madhara. Na mtoto mdogo nakusudia pengine na miaka 8, 7, 8, 9, 10, huyu ataamrishwa kufunga ili aizoee ile ibada ya saumu. Salafu salih walikuwa wakiwazoesha watoto wao kufunga, bali wakiwapa vidude kuchezea ili kuwasahaulisha ile njaa. Kwa hiyo yule mtoto kuzoeshwa kufunga ni kitu kizuri. Hata yule mzazi akiweka zawadi akasema kuwa mwanangu, ukifunga usiku nitakununulia kitu fulani, yule mtoto akasubiri akafunga, pia ni kheri, lakini azoee kufunga. Na sio mtoto kila siku yuwakuwa wasema watu wa kwetu huku Majengo, kobe daily, kobe hula tu yeye, na mzazi pengine amdanganya amwambia wewe kunwa maji kula alafu tafunga. Kuna wengine wadanganya watoto wao ambia hivyo. Kwa hivyo asubuhi waamka apiga chai vizuri yeye mwenyewe na mikate na nini, ashashiba, kisha ambia sasa kuanzia sasa wafunga, ikifika saa 6 atakupa maji. Wafunga wapi wewe? Kama hawezi sawa, lakini kama yuwaweza mzoezeshe kufunga ili akiwa mkubwa ile ibada ashaizoea. Wala yajibu sawm ala faqid al-aqli bijunun au taghayyuri dimaghin au nahwihi, na haiwajibiki saumu kwa yule aliyepoteza akili kwa uenda wazimu, au bongo lake au akili yake kabadilika akawa hajielewi. Kwa mfano amekuwa mzee mpaka amepiswa, hajui usiku wala mchana,
Wengine usahau mpaka majina ya watoto wao, hajijui, akili yake haifanyi kazi. Kwa hiyo sema huyu si wajibu kwake yeye kufunga. Wa ala hadha fa idha kana al-insanu kabiran yahdhi wala yumayizu, kwa mfano mtu amekuwa mtu mzima kapiswa, azungumza maneno haeleweki wala hajielewi azungumza nini, bimaana hana tena akili. Katika hali kama hii, fala siyama alayhi wala it'am, huyu hafungi wala halishi maskini, kwa sababu hana akili, hawezi kukalifishwa na hana akili timamu. Kwa kama vile mwenda wazimu hana kufunga wala kulisha, kadhalika mzee, mtu mzima, ta'in fi sin, aliyepiswa kwa lugha ya kueleweka, akawa hajielewi tena. Yani waweza kumwambia baba amka uswali, hata haelewi wazungumza nini. Yuraddu ila ardhali al-umr likay la ya'lam ba'da ilmin shay'a, hana lolote analojua, khalas akili yake haifanyi kazi tena. Basi huyu marfu'un anhu al-qalam, khalas hana akili, huwezi kusema kuwa ataamrishwa kufunga wala kulisha maskini. Kwa ikiwa kuna mtu mzima nyumbani ambaye hajielewi kile anachokisema, katika hali kama hii, jua kule hana uwajibu wa kufunga wala hana uwajibu wa kulisha maskini, maadamu akili yake haifanyi kazi. Haya ni yale masharti aliyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kisha al-fasl athani akazungumzia fi hikam as-siyam wa fawaidihi. Haya tutakuja kueleza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja insha Allah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.